Mara baada ya dakika 90 kuweza kutamatika katika dimba la CCM Kirumba ni kule jijini Mwanza, ambapo ilikuwa kunachezeka mechi ya ligi kuu soka Tanzania bara ikiweza kukutanisha timu mbili, moja hapo ikitoka ni kule mkoani Singida na nyingine ikitoka Jangwani kwa maana ya Dar es Salaam Tanzania. Timu zote hizi mbili zimekutana tena katika dimba la CCM Kirumba, ambapo mchezo wa leo wenyeji walikuwa ni Singida Fountain Gate dhidi wakiweza kuwakaribisha mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara ma champions mara mbili mfululizo ni Yanga Sports Club. Mechi ilikuwa ni papatu, kila mtu akiweza kumsaka mwenzake kuweza kupata magoli mapema, lakini mapema kabisa Yanga Sports Club wakatangulia kupata goli kupitia kwa Joseph Gwede, goli ambalo beki kutoka kule Zanzibar ingizo jipya akiweza kusajiliwa katika klabu Singida Fountain Gate. Mmoja kati ya mabeki chipkizi mpira huu aliweza kuugusa na hivyo ukaweza kuingia, huku mlinda mlango wa klabu Singida Fountain Gate Benedict Haude alikuwa hana la kufanya na Joseph Gwede akaweza kuitanguliza Yanga Sports Club goli la kwanza mnamo dakika 45 kabla ya zile 4 kutamatika. Mechi kipindi cha pili kila mmoja alikuwa akitaka matokeo ya kuweza kusonga mbele ili kuendeleza mlima, lakini mmoja hapo ama wote wawili walikuwa wakisukumana, lakini mnamo dakika 45 za kipindi cha pili goli pekee la Stefan Aziziki akaweza kukunjuka mua nje ya 18 ya goli la Singida Fountain Gate, hivyo kuweza kuelekea Yanga Sports Club goli la pili. Lakini yule tena ambaye alikuwa akiumwa ama akizungumzwa sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii juu ya kiwango chake licha ya alipotoka alikuwa akifanya vizuri, namba 9 halisi Uri Joseph Gwede akaweza kuelekea Yanga Sports Club goli la 3 akipokea assist maridhawa kabisa, assist yenye utu na utulivu na utondoto ndani yake kutoka kwa kijana machachari ambaye huyu ni Clement Mzize. Dakika 90 zikitamatika katika dimba la CCM Kirumba pale jijini Mwanza, Yanga Sports Club wakiondoka na alama 3 muhimu mbele ya Singida Fountain Gate. Baada ya hapo alikuwa afisa habari wa klabu ya Yanga Sports Club aliyejizolea umaarufu mkubwa na mashabiki wengi wakubwa katika soka la Tanzania na ulimwenguni kwa ujumla. Huyu ni Haji Sande Manara alimaarufu kijita El Bugatti. Yeye mara baada ya dakika 90 kutamatika na kuweza kushuhudia mechi hiyo iliyomalizika kwa Yanga Sports Club kuondoka na ushindi wa magoli 3-0 mbele ya Singida Fountain Gate, aliweza kutoa tambo zake hasa zaidi na aliweza kuandika kupitia page yake ya Instagram kwa kuandika alhamdulillah, thanks wachezaji wetu na technical bench, akaweka emoji za mikono ya kushukuru, akaandika ushindi mzuri kabla ya kuwa na kuvaana na madunduka, akimaanisha ni kuelekea dabi ya Kariakoo tarehe 20 Aprili mwezi wa 2024. Lakini pia akasema kuhusu picha, akaweka emoji ya kucheka na akaweza kuandika kwamba vile makoro wakijiangalia kwenye kioo, lakini kakisha wakikumbuka tarehe 20 ushauri wa bure chumuaini msije uwanjani umepanga kuwapakua hamsa nyingine, nisikilizeni mimi ilikuwa kolo mwenzenu, akaika emoji za kucheka. Haya ni maneno ya Haji Sande Manara mara baada ya kuweza Yanga Sports Club kuweza kuibuka na ushindi wa magoli 3-0 mbele ya Singida Fountain Gate, mchezo uliochezwa katika dimba la CCM Kirumba jijini Mwanza. Mechi ilianza majira saa 10 kamili jioni na kutamatika majira ya saa 12 kasoro, ambao mechi hili ikichezeka leo ni siku ya Jumapili ya tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka 2024. Yapi maoni yako hichi ambacho afisa habari wa zamani wa klabu ya Yanga Sports Club Haji Sande Manara alichokizungumza mara baada ya Yanga kuweza kuibuka na ushindi wa magoli 3, lakini wao wanasema hawajaondoka na alama 3 ila wameondoka na alama 5 muhimu. Lakini kama unataka kwanza kujiunga na sisi mwana familia wa KS Online TV